أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أعز الخلق وأشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وطبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وبعد. يقول عز من قائل في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu na auni yake subhanahu wa ta'ala, tumemaliza tafsiri ya suratul Fatiha na leo tuingia katika tafsiri ya suratul Asr. Wal asri innal insana lafi khusr. Kabla ya kuingia katika sura hii, kwanza kuna umuhimu wa kuelewa kuwa sura hii katika aya zake tatu yazungumza mambo gani. Mambo yanayozungumzwa katika sura kama hii ni mambo matano. Kwanza, kuna kitu kinachoitwa kiapo. Mwenyezi Mungu yuwaapa katika sura hii. Kisha Mwenyezi Mungu yuwaeleza katika sura kama hii hasara ya mwanadamu, kwamba mwanadamu amehasirika. Kisha yuwavua ila wale ambao kwamba wana imani, kwa zungumzwa imani, kwa zungumzwa haki, kwa zungumzwa na kusubiri, as-sabr. Haya mambo matano ndiyo yanayozunguka katika sura kama hii. Na mwanadamu katika umbile aliloumbwa na Mwenyezi Mungu, anapozaliwa huishi, anapofika katika wakati wa kubalighi, wakati wa kuwa yeye ni mukallaf, wakati kama hunu mwanadamu hufungukiwa na malengo, ima malengo ya kiakhira au malengo ya kidunia. Mwanadamu wakati kama hunu ndio huamua yeye mwenyewe, ima awe atakuwa yuko katika khusranul mubin, ama awe atakuwa yuko katika alfawzul mubin. Ima ataamua aifuate roho yake apae ende juu mbinguni, au ataamua kufuata mwili wake ulioumbwa kwa udongo ashuke mpaka ashike udongo. Walakad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Huyu mwanadamu tumemuumba katika umbile zuri sana, yani tumempa uwezo wa kutambaa na kufika katika kilele cha makusudio ya maumbile yake. Lakini mwanadamu huyu anapokwenda kinyume na yale alopangiwa na Mwenyezi Mungu, hushuka chini, akawa dhalili, ikawa afadhali hayawani kuliko yeye, kwa sababu hayawani yuko katika umbile aliloumbiwa yeye. Wewe utakuwa umetoka katika umbile la kibinadamu, umeingia katika umbile la kihayawani, utakuwa ni adhallu min alhayawani. Na mwanadamu
katika asili ya maumbile yake hana kitu, hana chochote, sufuri. Bali mwanadamu katika maumbile yake yale maovu na hawa na shahawati ndivyo vitu ambavyo kwamba vimetawala mwili wake, mpaka apigane jihadi aweze kujitoa katika uchafu ule na ubaya ule, aingie katika ubinadamu, ajifunze makarimil akhlaq. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura hii inayoitwa Suratul Asr, ambayo kwamba imeteremka Maka, kuna na kauli kuwa imeteremka Madina, imebeba aya 3 peke yake. Na katika fadhila za kuisoma sura hii imepokewa riwaya kutoka kwa al-Imamu Jaafar Sadiq inaosema kwamba mwenye kuisoma Suratul Asri katika swala zake za suna, malipo atakayolipwa, uso wake utakuwa uking'aa na utakuwa na nuru siku ya Kiyama, na atakuwa na furaha na uteshi siku ambayo kwamba watu watakuwa na dhiki na makero. Lakini si kuisoma tu, ni kuisoma na kuielewa na kuitumia katika maisha yako. Hapo ndipo itakapokuletea ile athari ya kuwa wewe utakuwa na uso wenye nuru, wewe utakuwa na uso wenye furaha siku ya Kiyama, ambapo kwamba watu watakuwa wamebeba dhiki na makero na mazito. Sura hii al-Imamu Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi azungumza, asema lau hakungeliteremshwa chochote katika Qur'ani ila sura hii tu, la kafaa, ingelitosha. Lau hii ni sura ingelikuwa interemshwa yo pekee, basi la kafat, ingelikuwa hii ni sura ni yenye kutosheleza. Sura imeanza na kiapo, wao ni wao na kasami, wala asri, Mwenyezi Mungu aapa kwa wakati. Kwanza tuje katika kiapo. Binadamu aweza kuapa, lakini katika kuapa kwake ima ataka kuthubutisha analolisema ni kweli, watu wanashaka nalo, ili awaondolee shaka na tashwishi, akatumia yamini, wallahi billahi tallahi sikufanya jambo hili, au nimefanya jambo kadhaa. Na mara nyingine mwanadamu aweza kuapa si kwa sababu ataka kuthubutisha jambo, kwa sababu ya kutaka kujiondolea adhabu au makero, ataka kuteswa, ataka kuadhibishwa, akawa haaminiki kwa maneno yake, ikabidi atumie yamini ili adhabu iliyoko imondokee, makero yaliyoko yamondokee. Wallahi sikufanya, basi bana, madamu ameshaapa yamini mwapi. Lakini Mwenyezi Mungu anapoapa haapi kwa sababu ya kutaka kuthibitisha analolisema ni ukweli, au haapi kwa sababu ataka kujiondolea kero. La, Mwenyezi Mungu anapoapa ni tofauti kabisa na kiapo anachoapa mwanadamu. Na mwanadamu akiapa kwa kusema wallahi au billahi au tallahi, yanakidu lyamin, itakuwa ni yaminu shar'i. Wakati hunu lau atavunda hili yamini, nimeapa kwa Mwenyezi Mungu mimi sitofanya jambo kadhaa, akarudi akalifanya, itamlazimu afunge siku 3 au alishe maskini 10. Lakini lau yuapa yamini bila ya kutumia wallahi billahi au tallahi, akasema mathalan wa rabbil ma'bud uksimu alayka bi Abbas bi abi wa ummi, hili ni yamini, lakini la yanaqidu shar'iyan. Yamini hili halitokuwa na hukumu yoyote, yani ukilivunda hulazimiki kufunga wala kulisha maskini.
kwa sababu halihesabiwi ni yamini la kisheria, ingawa wewe umetumia kama yamini. Sasa Mwenyezi Mungu anapoapa huapa kwa kuonesha kile anachokiapia ni kitu kina umuhimu, kama kwamba yuwaziambia hizi bongo zetu na akili zetu zizunguke ziangalie kitu kile kilichoapiwa kimebeba nini au kina umuhimu gani. Na ndio utaona Mwenyezi Mungu ameapa kwa vitu vingi, washamsi waduhaha, jua, walqamari idha talaha, mwezi, walnahari idha jallaha, mtana, walleili idha yaghshaha, usiku, wassamai wama banaha, mbingu, walardhi wama tahaha, ardhi, wa nafsin wama sawaha, nafsi. Zote ni viapo hivi Mungu ameapa. Lengo na makusudio ya kiapo kinachotoka kwa Mwenyezi Mungu ni kututukua hizi akili zetu na fikra zetu, kutuambia hebu zingatieni, fikirieni, kuna vitu gani katika vitu hivi nilivyoviapia. Sasa hapa ameapa akisema wal asri, na apa kwa zama. Wanazuoni wametofautiana. Kuna wanaoona asri iliyokusudiwa hapa ni zama zile alizotumilizwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ile nuru na miale yake iliyoenea kwa kutumiliza kwake, watu wakatoka katika jahilia wakaingia katika nuru ya imani. Uzito wa wakati kama ule na utukufu na uzito wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Mwenyezi Mungu ameapa kwa wakati ule, ili tuusome ule wakati, tuangalie mambo yalivyokuwa, kisha na tumsome Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kiwaangalia Makureshi, kina Abu Sufyan, kina Abu Jahal, kina Abi Lahab, kina Walid ibn al-Mughira, kina Al-Asi, ukiwaangalia na wale Makureshi kabla ya kuja Mtume walivyokuwa wakiishi, ilikuwa mwanamke mmoja huolewa na watu 4 5, kisha akipata mimba ule mtoto akizaliwa hupigwa kura imwangukiaya kama wake ule mtoto. Makureshi walikuwa na tabia kama hizo, wakipigana vita biauhal asbab, kwa sababu zisizokuwa za msingi, wakinwa tembo, wakizunguka katika Alkaba uchi kama siku walozaliwa. Yote ni mambo yalikuwa yako katika mji wa Maka. Wakifanyana watumwa, utumwa ulikuwa uko kinyume kabisa na alipokuja Bwana Mtume. Ilikuwa mtu aweza kumtukua mwanawe akenda akamuuza akawa mtumwa. Mtu akiwa ana deni anshindwa kulipa yuwafanywa mtumwa. Mtu akishindwa nguvu akiindwa kama hayawani yuwafanywa mtumwa. Hii ilikuwa ndio hali ya Makureshi, wakiabudu masanamu, wakisujudia masanamu. Na la kushangaza, katika utukufu na nuru ya Bwana Mtume, katika mazingara kama haya, akaibuka ni mtu mwenye makarimil akhlaq, ni mtu safi, ni mtu ambaye hana doa, wakati yuko katika mujtama uliozungukwa na kila aina ya ubaya na uchafu. Kwa hivyo hii wal asri, Mwenyezi Mungu yuwaapa kwa kudhihiri nuru ya Bwana Mtume katika kipindi kile na wakati ule, namna ulivyobadilisha ulimwengu, kuutoa katika giza la jahilia ukaja katika nuru ya nubuwa, ukaja katika nuru ya imama, ukaja katika nuru ya risala. Wakati kama ule ni wakati una uzito unaostahiki kuwapiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha mwenyewe Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni kiumbe mtukufu kushinda maelezo,
ni kiumbe mtukufu kushinda mabongo yanavyoweza kufikiria. Fikiria katika safari yake tu ile ya Israi na Mi'raj, amefuatana na Jibraili, wakafika mahali, na Jibrili ni yule alosifiwa na Mungu, dhi quwwatin inda dhil arshi matin, ana nguvu na mbele ya Mwenyezi Mungu ana cheo. Muta'in thumma amin, ni mwenye kutiiwa na ni muaminifu. Muta'in thumma amin, dhi quwwatin inda dhil arshi matin, muta'in thumma amin. Alifika mahali katika ule msafara, akamwambia Bwana Mtume, hapa siwezi tena kwenda mbele. Mtume akamwambia, aha huna yatrukul khalilu khalilahu, hapa rafiki yangu ataka kuniata tumtoka pamoja? Akamwambia, la, lau mimi nitatangulia qaida unmulatin, kidogo tu kama unyaa, lahtaraktu, nitachomeka. Akapita Bwana Mtume katika anga kama hizo, akamwata Jibrili wa mgoja, akenda katika hadratil Qudus kuzungumza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa wakati wa Mtume na yalojiri wakati kama ule, watu walivyoweza kutolewa katika jahilia wakatiwa katika mwongozo, ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuwaapa katika sura hii kukumbuka na kuonesha uzito na umuhimu ulioko katika zama za Bwana Mtume. Hili ni kauli. Kuna kauli nyingine la haisemi hivyo, yasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameapa akasema, wal asri, akikusudia zamani ambazo kwamba atakuja kudhihiri al-Imamu al-Mahdi al-Muntadhar ajalallahu faraja. Kwa sababu katika zama hizo atakapodhihiri, kama Mungu anavyosema, wa nuridu an namunna ala alladhina stud'ifu fil ardh wa naj'alahum a'imma wa naj'alahum alwarithin, twataka kuwatenda wema wale walofanywa madhaifu katika ardhi, tuwafanye viongozi na tuwafanye wao ndio wenye kuirithi hii ardhi. Haya yatadhihiri na yatajiri atakapokuja Imamu Zamani. Uadilifu utaenea katika ulimwengu mpaka itafika kiwango simba na mbuzi watalisha pamoja bila ya kudhuriana. Wanadamu wataishi kwa amani, akili za wanadamu zitafika katika kilele, kila mmoja atakuwa yuwaishi tofauti na maisha. Yani ni wakati ambao kwamba yatakuja mabadiliko makubwa, na Uislamu utakuwa ndio super power, utatawala ulimwengu mzima. Na ile aya inayosema huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau kariha almushrikun. Hivi sasa imethubutu mantiqiyan, ilmiyan, falsafiyan, Uislamu uko juu, lakini kidola, kinguvu, Uislamu hauko juu. Ukafiri ndio ulioko juu. Atakapokudhihiri Imamu Zaman, Uislamu utatawala ulimwengu akliyan, ilmiyan na quwwatan, kwa nguvu. Uislamu ndio utakokuwa umeshinda. Kwa hivyo hapa, wal asri innal insana lafi khusr, Mwenyezi Mungu yuwaapa kwa wakati wa Imamu Zaman. Hili ni kauli ya pili. Kuna na kauli ya tatu, Mwenyezi Mungu yuwaapa kwa wakati wowote, jumla ya wakati, yani kwa maisha yale atakayokuishi mwanadamu, ikiwa ni miaka 30, ikiwa ni miaka 40, ni miaka 50, ni 90, ule wakati aliokupa Mwenyezi Mungu kuishi katika ardhi kama hii, akuonesha umuhimu wake, usiteze nao, uutumie vizuri wakati ule, kwa sababu ni kitu kikisha kukupita hakirudi tena mara ya pili. Hakuna rasilimali kubwa ya mwanadamu zaidi ya wakati wake, lakini wengi hawajui thamani ya wakati. Utaona mtu atakwenda kukaa katika bulghatul majlis, akae barazani abobokwe. Utamwona mtu apoteza wakati ateza keram, ule apoteza wakati ateza karata.
ule wakati kuna watu wa uthamini hawakubali nukta moja yao ipite bila ya mpango. Ima yuko katika kutengeza akhira yake au yuko katika kutengeza dunia yake, lakini hako katika faudha. Na yasemekana kimoja kitakachomjutisha mwanadamu mbele ya Mwenyezi Mungu ni wakati atakapooneshwa ule wakati wake, namna alivyoteza nao, atasikia utungu, atamani arudi tena duniani, lakini wala tahina manas, hakuna tena wakati huo. Kuna na kauli nyingine inayosema wal asri, ya kusudiwa wakati wa jioni, jua linapokutwa, ulimwengu ukawa wabadilika, watoka katika mwangaza wa mchana waingia katika kiza cha usiku, kuku warudi katika vibanda vao, mbuzi watiwa katika zizi zao, watu wasafisha kandili kuwasha na mishumaa yao, na wenye taa wawasha taa zao. Yani mabadiliko yanayotokea kutoka katika mchana kuingia katika usiku, kutoka katika wakati wa kutaharaki na kwenda mbio kuingia katika wakati wa sukuni na kujituliza, kuingia katika wakati wa giza baada ya kutoka katika wakati wa mwangaza. Wenye maduka wafunga maduka yao, ingawa hivi sasa imekuwa ni tofauti, hakujulikani tena mchana wala usiku, zimekharbatika, yani wamekuwa mchana na usiku ni kitu kimoja. Lakini wakati huo Qur'ani ikiteremka, ile wadhi ulikuwa ukipatikana katika wakati wa alasiri, kwamba watu washachoka, waregea majumbani, kuku waingia vibandani, ndege waingia vitunduni, giza laingia kidogo kidogo, wenye kusafisha kandili zao, wenye kuwasha mishumaa yao, walikiona ile tofauti na ile nuru ya mchana na kiza cha usiku. Wal asr innal insana lafi khusr. Inna ni harfu tawkidi, al insana ni ismu inna, kisha ni ismul jins. Lafi khusr, tutapata khabaru ya inna hapa. Tuwate haya, Mwenyezi Mungu yuwaapa kwamba mwanadamu yuko katika hasara. Kila jinsi ya mwanadamu yuko katika hasara, kwa sababu mwanadamu namna atakavyokuwa, kila nukta inayompitia katika maisha yake yuwatoka katika huu ulimwengu. Ni sawa na donge la barafu liloweka kwenye jua, kila nukta la yayuka. Mimi na wewe, kila nukta inayopita katika maisha yetu, twakikurubia kifo chetu, twakurubia kaburi yetu. Kwa hivyo sisi tuko katika hasara, kwa maana ya kwamba kila nukta inayopita sisi twapungua. Hata ile aya inayosema kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, tafsiri yake sio kila aliyoko hai atakufa au ataondoka. Hii fani ni kwamba sasa hivi wewe uko katika hali ya kuelekea kwenye fanaa. Ala ila Allahi tasiru lumur, jueni kwa Mwenyezi Mungu vitu vyote vimeelekea. Kullu man alaiha fan, kullu nafsin dhaikatul maut, kila nafsi itaonda kifo. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama, mutalipwa malipo yenu siku ya Kiyama. Kwa hivyo moja katika masala ya kuiona hasara ya mwanadamu, kabla hatujakuja katika kufanya madhambi kwake, katika kumkosea Mungu kwake, katika kukosa maadili kwake, awe ni mtu wa kisawa sawa, bado yuko katika hasara ya kupoteza umri wake na wakati wake katika kila nukta inayompitia, na kukimbilia kule ambako kwamba yeye ndiko anakongojewa. Kila mmoja yuelekea kwenye kufa. Ingawa al-Imamu Ali alayhi salam asema ma raaitu yaqinan ashbaha bishaki min almaut, sijaiona yaqini inayofanana na shaka kama kufa. Kila mmoja ana yaqini kuwa atakufa, na kila mmoja ayuaye bado atakufa ni mtu mwingine. Na ndivyo maisha yalivyo.
Wale wanaokwenda kuzika wao wajua bado kufa, alokufa ni ule wanaokwenda kumzika. Na ndio tukaambiwa kwamba kila mtu anayekufa hufa ghafla, kwa sababu kila anayekufa huwa hatarajii kifo, yeye ana matumaini ya kupona kama ni mgonjwa. Hata awe taabani namna gani, huwa kuna hisia zinazomwambia inshallah, akija daktari fulani, nikipata dawa fulani nitapoa. Kwa hivyo yale mauti yakitokea hutokea ghafla, ila kwa wale muttaqin, mu'minin, mukhlisin, ambao kwamba wako tayari kufa wakati wowote, bali waona dhiki kukaa katika huu ulimwengu, ni vile wakati wao wa kufa haujafika. Innal insana, hakika mwanadamu, la fi khusrin, yuko katika khasara. Hii fi ni dharfia, yani ni kama barua uitie kwenye bahasha kisha uifunge, sitakuwa imezungukwa kila upande. Kwa hivyo na huyu mwanadamu yuko katika khasara, na khasara yenyewe ni kwamba kila siku yuwapoteza katika maisha yake, yuwapoteza nguvu zake, yuwapoteza umri wake, yuwapoteza nafasi zake. Sasa ili asiwe katika hasara, mpaka awe vipi mwanadamu kama huyu? Hasara ni kitu kibaya. Al-Imamu Musa al-Kadhim alayhi salam asema, ad-dunya bahrun amiq, ulimwengu ni bahari yenye kizimbi kirefu sana. Halaka fiha alamun kathir, walimwengu wengi katika ulimwengu huu wameangamia. Ni mengi katika ulimwengu ambao kwamba wamesoza, wameangamia, na hawana namna ya kurekebisha tena maangamivu yao. Al-Imamu Ali alayhi salam asema, laisa ba'da al-mauti min musta'tab wala ila dunya munsaraf, baada ya kufa hakuna tena nafasi ya kutubia, wala hakuna tena nafasi ya kurudi ulimwenguni. Laisa baada almauti siwa jannatin au nar, baada ya kufa ni pepo au ni moto. Innal insana lafi khusr, mwanadamu yuko katika hasara anapopoteza makarimil akhlaq. Mwanadamu ni akhlaq, yeye akizaliwa huzaliwa mtupu. Kila kitu huja kufundishwa na familia, huja kufundishwa na madrasa, huja kufundishwa na mwalimu. Yani kuna vombo ambavyo kwamba vitamzunguka kumtengeza yeye awe nani. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya kueleza hasara za mwanadamu na kwamba mwanadamu yoyote alipo yuko katika hasara, kisha amekuja kutoa ndia ilipokuwa imetangulia ismul jins, ambao kwamba ismul jins ikidhifiwa yufidu lumumi katika kadhia. Hapa ismul jins hakutoki kitu, hakutoki mtu. Innal insana, hakika mwanadamu, kila anayeitwa mwanadamu, la fi khusrin, yuko kwenye hasara. Illa alladhina amanu, illa wale walioamini. Hii ni istithnai sasa yavua katika ile ismul jins kwamba wanadamu wamehasirika, lakini wako ambao kwamba hawatopata hasara. Na hawa ni wapi? Illa alladhina amanu, ila wale ambao kwamba wameamini, waamilu salihati, na wakafanya mema, watawasau bilhaqi, wakausiana juu ya haki, watawasau bisabri, na wakausiana juu ya kusubiri. Katika aya hii kuna masala ya imani, ni maudhui kamili. Kuna masala ya amalu salih, kuna masala ya wasiyatul bilhaqi, kuna na masala ya wasiyatul bisabr. Haya yote ni maudhui. Inshallah Mwenyezi Mungu akitupa nafasi tutayapanua na tutakwenda nayo kwa makini mpaka tumalize hii sura. Inshallah tutaendelea na tafsiri yetu siku ya Jumatatu. Leo kwa kuwa nina safari kidogo nimefupisha, wenye masala waulize.
Ustadh, masala yangu pia leo ni mawili. La kwanza ni katika ila alladhina amanu wa amilu salihat watawasau bilhaqi watawasau bisabr. Kama ulivyotuambia kuna istithnai hapa, lakini na hizi sifa zingine ambao kuna wao ya atfi ni lazima zishikane katika muumini, au aweza kuwa ni mtu ameamini lakini hana amali salih. La kwanza. La pili, katika kuwapa, ikiwa umeoa muta au ndoa nyingine na ikajulikana kwako ambao ulikuwa hutaki ujulikane, ukaapa kwa kuwa nashika mswahafu mimi sikuoa, itakuwa umesema urongo au itakubidi ulipe fine, yani ya kufunga kama hukutumia afu za kiapo? Suala la kwanza umesema hizi vitu imani na amalu salih ni lazima zishikane, ama mtu aweza kuwa na imani akawa hana amali njema, akawa na amali njema akawa hana imani. Sio hivyo, ni lazima vitu hivi ziende sambamba, imani na amalu salih. Ukiwa na imani bila ya amali njema, imani ile haitakusaidia kitu, na ukiwa na amali njema bila ya imani, amali njema haitakusaidia kitu. Ni lazima uwe na vote viwili, uwe na imani na uwe na amali njema. Nimetumia imani hii kwa maana ya swala la makalu jana, kwa kuwa mtu akiwa ni Shia sisi tumtukua ndiye muumini. Ni hiyo hiyo tumie utakavyotumia, mpaka imani na amali swala zishikane. Swala la pili, ukishika msahafu ukaapa, hakuna kuapa kwa msahafu katika sheria ya Kiislamu. Kuapa ni kusema wallahi billahi tallahi. Kile kiapo cha msahafu hata ukikivunda hutoi kafara. Ukisema wallahi billahi tallahi, lakini ukishika msahafu tunashika msahafu mimi sikufanya kadha kadha kadha, hicho kiapo chako wewe. Lakini waweza kumwapisha mtu kwa msahafu akawa yeye ametukua dhamana kwamba kama ni mrongo msahafu ndio shahidi yake, yule aweza kudhurika na yaweza kumletea shida katika maisha yake. Na muumini wakisawa sawa hawezi kula yamini kwa msahafu mpaka iwe imelazimika sana sana sana. Sio mambo ya mwanamke umeoa au umeasi kuoa lete mswahafu ushike mswahafu, kwa mambo hayo haifai. Kwa mafhumu ya Jibril alayhi salam, yeye ni malaika, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya nyingi ametaya waruhu fiha. Hiyo ruh ni nani? Hebu uliza tena, sikukusikia vizuri. Tuelewa kwamba Jibril alayhi salam ni malaika, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mara nyingi ametaya tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Sasa ruh ni nani? Naam, kulingana na mfumo wa Al-Qur'ani Al-Karim, kitu kinachoitwa ar-ruh ni vitu vinne. Kuna vitu vinne, vote vimeitwa ni ar-ruh. Kimoja ni Jibril, nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-mundhirin. Hii Qur'ani ameteremka nayo ar-ruhul amin Jibril. Mwingine aloitwa ar-ruhun nabi Isa, wa kalimatun alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Kitu kingine kilichoitwa ar-ruhu ni al-Qur'an, inna anzalna alayka ruhan, tumekuteremshia ruhu. Na zote hizi zina sababu ya kuitwa ruhu. Na kitu kingine kilichoitwa ar-ruhu ni ruhu ya mwanadamu, wa yasalunaka anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Kwa nini zimeitwa ar-ruh? Jibrili ameitwa ar-ruh kwa sababu ndiye anaivuvia ruhu katika matumbo ya watoto wadogo, ile wanafakhna fihi min ruhina. Kazi ya Jibrili ni kuteremka akavuvia ruhu kwenye uzao, kama alivyovizilia bibi mama Maryam, alimvivia akapata mimba ya Nabii Allah Isa. Qur'ani imeitwa ruhu kwa sababu huhuisha akili na nyoyo. Ruhu ya mwanadamu imeitwa ruhu kwa sababu akiwa nayo huwa yuko hai, ikimtoka hufa.
na Nabii Allah Isa ameitwa arruhu minhu kwa sababu moja katika miujiza yake alikihuisha maiti. Wazi. ile ruh katika inna anzalnahu fi lailatul qadri, nazala mwisho yasema tanazzalu almalaikatu waruhu. Kile ni kiumbe kingine special Mungu amekiumba kushinda malaika wote na kumshinda Jibrili, hakiteremki ila siku ile tu ya lailatul qadr, na kikija huja kwa imamu zaman kikamletea faili zote akazipiga muhuri, hapo ndo kila kitu kimekwisha. Huyo naye ni arruh, si Jibrili. Hapo tanazzalu almalaikatu waruhu fiha biidhni rabbihim, huyo ni kiumbe special, ana nguvu, ana uwezo, malaika wote wako chini yake na yeye yuko chini ya imamu zaman. Sallallahu alaihi Muhammad wa ali Noa mkono basi pate kuletewa kidude. Baina ya roho na akili iliyoumba mbele ni ipi kwa Mwenyezi? Ni akili. Ashuka. Manake kuna riwaya inna Allaha khalaqa al-aqla qabla kulli shay, kuna riwaya inna Allaha khalaqa al-qalam, kuna riwaya inna Allaha khalaqa nura nabiyyika Muhammadin qabla kulli shay. Kwa hivyo roho haikutiwa, mwili umeumbwa mbele ya roho katika ulimwengu tulionao. Kwanza huya mwili kisha kaya nini, lakini huko katika alami dhari kwanza roho. Tumemaliza nafikiri. ربنا لا تمنعنا عن العلم بمانع ولا تقطعنا عنه بقاطع وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين.